Katika siku yake ya kuzaliwa ya 18, msichana aliamua kuhifadhiwa kinzani cryogenically kwa miaka 50. Daktari alimkabidhi cheti cha kifo akisema kwamba ndani ya siku 3 atatoweka kabisa duniani. Zaidi ya hayo, mara tu jaribio likianza, halingeweza kusitishwa. Lakini msichana alitia saini jina lake bila kusita. Alikuwa binti mfalme aliyezoelewa zaidi katika familia yake. Wazazi wake na kaka yake walimchukulia kama kipupu cha macho yao. Hata hivyo, siku hii msichana bila kutarajia alisikia mazungumzo ya wazazi wake. Wataalamu wa matibabu kutoka nje ya nchi wangefika ndani ya siku 3. Walipanga amtie saini makubaliano ya kuchangia viungo kabla ya hapo. Wakati huo, msichana alihisi uchungu mkali moyoni mwake. Hakuweza kuamini kwamba kwa miaka mingi mapenzi yao yote kwake yalikuwa ya uongo. Hata kuzaliwa kwake mwenyewe kulikuwa tu kumsaidia kaka yake kupata rasilimali za figo zinazolingana. Kwa ajili hii, wazazi wake walikuwa hata wakifanya kwa makusudi mwonekano wa kuwa yeye ni dhaifu kwa asili, wakimpeleka hospitalini kwa ukaguzi wa mara kwa mara. Hivyo msichana, akiwa na moyo uliovunjika, alienda kwenye maabara ya kuhifadhi kinzani, akiamua kuwa mtu wa kujitolea. Aliweka cheti cha kifo kilichotiwa saini kwenye sanduku, kutoa kama zawadi kwa wazazi wake na kuwazuia wasifungue mara moja, akisema kwamba zawadi hii ni maalum na alitarajia wafungue siku yake ya kuzaliwa. Siku hiyo, msichana alimuuliza kaka yake kwa majaribio, akisema kwamba ikiwa siku moja ataumwa, yeye angemchangia figo yake bila kusita. Aliposikia hivi, kaka yake, akihisi hatia, alitaka kusema ukweli, lakini hatimaye ubinafsi ukashinda. Wakati huo, msichana hatimaye alishindwa kuzuia machozi yake. Wazazi wake waliposikia kelele, walikimbia ndani kumfariji, lakini msichana, akijua ukweli, alipokabiliwa tena na mapenzi ya unafiki ya wazazi wake, alihisi tu chukizo kubwa. Kwa hasira, alizirai. Msichana alipopata fahamu tena, alimwona rafiki yake wa karibu tu ndiye aliyekuwa pembeni mwake. Hivyo akamwomba rafiki yake ampeleke kliniki, ambako alisikia kwa masikio yake wazazi wake wakijali tu ikiwa kuzirai kwake kutaathiri upasuaji. Hivyo siku iliyofuata, msichana kwa uamuzi akararua picha ya familia waliopiga pamoja, kisha akaingia kwenye gari lililokuwa likielekea kwenye jaribio la kuhifadhi kinzani. Njiani, lilipita karibu na gari la wazazi wake. Wenye ndoa walipofika nyumbani, waligundua msichana hayupo. Wakati huo, hospitali iliwataarifu kwamba hali ya mwanao ilikuwa mbaya na alihitaji upasuaji wa haraka. Daktari pia aliwauliza kwa mshangao kwa nini wao wenyewe hawakufanyiwa uchunguzi wa ulinganifu kwa ajili ya mwana wao.